Leo nataka nikutajie dalili za mwanamke ambaye yuko kwenye maisha ya ndoa na wewe lakini hakupendi. Hivi unajua wanaume huwa hamjui kwamba unaweza kuwa na mwanamke kwenye maisha yako, mnalala na kuamka kwa pamoja, lakini mwenzako hakupendi na pengine ana mipango yake. Yaani yeye hayuko kwenye maisha yako milele, ana mipango yake huko mbele atakuja kuondoka kwako. Sasa leo nataka nikutajie dalili hizo ambazo zinaashiria kwamba uko kwenye maisha ya ndoa na mke wako lakini mwenzako hakupendi. Jambo la kwanza ni mwanamke akianza kuwa mbinafsi kipesa. Unajua kwenye hili jambo wanaume huwa hamjui, lakini huo ni ukweli. Yaani ukiona mwanamke wako akikrea vitu fulani anachukia, anakasirika, na mwingine anakudai pesa yake, yani by force. Najua kwenye maisha ya ndoa kuna kuoga na utaratibu ule wa kawaida ambao mwanamke akitoa kitu anaweza kukudai mume wake kwa utani, mume wangu nirudishie ile hela yangu, na wewe mwanaume ukachukulia kama kawaida. Lakini ikifika kipindi ukaona mkeo anakuwa serious sana na pesa zake, yani yeye akitumia kwenye kitu chochote anakasirika na anakudai kweli kweli, na wakati mwingine usipompa hiyo pesa ni ugomvi, ananuna kabisa, nakwambia ukweli, huyo mwanamke hakupendi. Kwa sababu ni kweli wewe mwanaume ni provider kwenye familia, lakini kuna vitu vingine viko ndani ya uwezo wa mwanamke, anaweza kaviclear na ikawa ni kawaida kwa sababu maisha ni ya kwenu wote. Lakini inapofika wakati mwanamke hataki kutumia pesa yake, manake hayo maisha ni ya kwako wewe peke yako. Yeye yuko tu pale, pengine ana mipango yake kichwani, pengine hakupendi tena, na pengine ana mambo yake ambayo anapanga kuyafanya huko mbeleni. Kwa hiyo unamharibia ratiba kwenye pesa yake. Kwa hiyo ukiona mwanamke wako ameanza kuwa hataki kabisa kutumia pesa yake kivyovyote vile kwenye familia, na hata akitumia anakasirika, kaa ukijua kwamba huyo mwanamke hakupendi. Dalili ya pili ni kukosekana kwa wivu. Mwanamke akianza kukosa kukuonea wivu wewe, kaa ukijua kwamba mapenzi yameisha. Na hii sasa inategemeana. Unaweza ukakuta wewe mwanaume ulikuwa ni mtu wa matukio sana, kwa hiyo imefika kipindi mwanamke ameamua kujiprotect, hataki tena kuendelea kuumia na mambo yako, kwa hiyo anaamua kuacha kukupenda wewe, na ndio maana anaacha kukuonea wivu. Yaani unakuta mwanamke zamani alikuwa anakuuliza vitu fulani, lakini sasa hivi ameanza kunyamaza na kuangalia tu, ufanye nini anakuangalia tu. Hiyo ni dalili mbaya sana kwenye ndoa yako. Inawezekana huyo mwanamke ana mpango wa kuondoka hapo muda wowote ule, au tayari ameanza kusaliti ndoa yenu, na ndio maana sasa hivi hajali tena kuhusu wewe. Kwa hiyo utakapoona tu kwenye ndoa yako mke wako amekosa wivu na wewe, kaa ukijua kwamba wewe upendo kwako, yani upendo wake kwako umeisha, wewe hauko tena kwenye moyo wake. Kwa hiyo kunaweza kukawa kuna mawili, either na mpango wa kuondoka kwenye maisha